yashiraga. Bahati nzuri, Mwandoya oye! Maendeleo oye! Bahati nzuri, kazi kubwa ilikuwa ni kuomba kibali tu. Lakini kusema kwamba eti kuna upinzani, eti kusema kwamba kuna mtu wa kupambana naye, hakuna wa kupambana naye. Olugendo olo banakisesa mgweta kampeni cha sitaredo jagwemba do basi. Ege kango wapinzani sijui wapi butaba abampena tohona tena pande kwa kwepeka namwe. Mwandoya oye! Mwandoya oye! Olugendo olo dole kinda mpaka doga kinda mjimane jisuguma. Olugendo olo dole kinda mpaka doga kinda. Olo damaloko kinda abantu bagupona sana. Pie myaka 5 mfululizo oyagalemaga aleme sana, oyagafugaga afuge sana. Mwandoya oye! Ogo mwawe yanzwele, ogo mwawe yipala, tojimoka kijozwa, olo narasabaka, kajirale jabademi. Konza lembitile dasumbola gona bikoba mwana jisono nandemera balingi. Naseseje na denatini nilo yuga mataba omeadu nasesenkanya. Olo na denamba safuneka halogo yugwa shona bengwane kale ama kaleo. Negese mwana kabula na shindeli renganganyeki yambogo shishegeo byalira hambuga mwana sodera nasesenkanya. Olo na denamba safuneka halogo yugwa shona bengwane kale ama kaleo. Negese mwana kabula na shindeli renganganyeki yambogoshi shegeo byalira hambuga mwana sobe. Mwandoya oye! Ushindi tunauchukua. Mwandoya oye! Ushindi tunauchukua. Maendeleo oye! Pelena bahati isomba sana. Awezo wakatibu wa CCM aweze Mwandoya ezo muwera geke ele jimbo lya Gisesa mwenena babunge banga mwena munga getalokwa nani Lohaga Joelsoni kabere nani Emmanuel Chimbi mkawa na wabunge wangapi? Amekuja Wasira naye akawaambia makamu mwenyekiti wa CCM taifa, naye akawaambia mna mbunge imara, mbunge mzuri. Mheshimiwa Rais amezunguka mikoa yote, amekuja kumalizia ziara yake katika mkoa wetu wa Simiyu na amekuja wilaya yetu ya Meatu. Yeye ameenda kumalizia, akawaambia wana Kisesa, akawaambia wana Meatu kwamba watu wa Meatu sio kwamba mlichagua mbunge tu wa jimbo, bali mmechagua mbunge wa taifa. Una imani na Samia, una imani na Samia. Mwandoya oye! Mwandoya oye! Maana yake ni nini? Maana yake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwanza amezunguka nchi nzima. Hakuna mahala alipoenda kusema mbunge huyu ni mbunge wa nini, isipokuwa ni Meatu Kisesa ambako ndio amekuja kumpata mbunge wa nini. Maana yake rais huyu inawezekana kuanzia alipokuwa makamu wa rais alikuwa anamjua vizuri huyu mbunge na kazi zake. Rais huyu alipoingia madarakani katika kipindi chake
ameshuhudia kazi nzuri ya mbunge wenu anayoifanya katika jimbo na kitaifa, na ndio maana akaja mbele zenu na akakiri mchana mweupe kwa Tanzania kwamba mna mbunge wa kitaifa. Sasa hili kombe ni letu sisi wana Kisesa, sawa? Sio la Mpina peke yake, ni kombe hili ni la kwetu sisi. Ninachowaomba muhakikishe tu kwamba hili kombe hili hatumwangushi. Kwanza nyinyi wenyewe hamna wasiwasi juu ya kuangushwa. Hivi una mashine kama hii, mbunge iko kwenye jimbo lako, una mashaka ya kwa mlomo mwa mlela? Wewe kama tumewatetemesha wote nchi nzima, mafisadi wote wanatetemeka, wala rushwa wote wanatetemeka, nakasalaga gete hamwe nolego tolagambula abantu boyelaga olona achira gwe hamo nolona bamala kumisha abantu bagupyaga same. Tunataka fedha za Watanzania sipatikane kwa maendeleo ya Watanzania. Hatuwezi kuruhusu watu wakaiba fedha za umma, na ndiyo maana Mheshimiwa Rais nilipomshauri katika ule kurasa zile 285 katika tume ya maboresho ya kodi, kijana wenu nilichukua kalamu na karatasi. Mheshimiwa Rais aliposema fedha nyingi za umma zinaibiwa na mafisadi na wizi na wezi, nahitaji mazo, kijana wenu nilichukua kalamu na karatasi nikaandika kurasa 235. Na mule kwenye kurasa 235 nimeandika mambo makubwa: namna wachimbaji wadogo wanavyoonewa, namna wakulima wanavyodhulumiwa na kuonewa, namna wavuvi wanavyofanywa, namna wafugaji wanavyofanywa, namna wafanyabiashara wanavyokoseshwa faida, namna katika maeneo mbalimbali. Na nikagundua fedha nyingi za umma zinaibiwa matilioni kwa matilioni. Sasa hatuwezi kuruhusu mambo hayo. Watu wengine wanadhani kwamba fedha zinaweza zikaibiwa tu alafu mambo yakawa salama. Lazima ujue, ukisikia fedha zimeibiwa, maana yake wewe utaenda hospitali hautakuta dawa. Fedha zikiibiwa utaenda kutibiwa, utaenda kufa hospitali bila matibabu. Utaenda kusoma na kumaliza, hautapata ajira. Fedha zikiibiwa tunapata matatizo makubwa. Hatuwezi kuruhusu watu wachache wachezee fedha za umma. Tutaendelea kuwasimamia, watake wasitake watasimamiwa. Kwenye shule hii hapa, shule hii ya ufundi, nilikuta miezi 6 fedha zipo milioni 584. Shule nyingine ni ya Kabondo, nyingine ni ya Mbushi, nikakuta zimepigwa milioni 200. Wamechimba msingi tu. Nikasema mtazitapika tu. Onzengi nongwene oswala kakwenga Dar es Salaam wagozogozenga eya office ya county ambayo inataka mafundi tu hapa Mwandoya, wa Mabusalu, wa Rubiga, wa Mwakisandu, wa wapi kujenga mradi huo. Wamechukua mtu kutoka Dar es Salaam. Fedha zimeibiwa milioni 200. Nikasema nyinyi hamunifahamu vizuri. Walikuwa wanijui vizuri. Nilienda pale na kutaka zile fedha zote zipatikane na jengo lijengwe na mkataba ule uvunjwe na waajiriwe wananchi wa maeneo haya. Leo chuo cha ufundi kimejengwa, wananchi waliojenga ni wa Mwandoya hapa na maeneo mengine ya jirani. Leo jengo limekamilika na yule mkurugenzi akafukuzwa. Mkurugenzi yule wa halmashauri alifukuzwa. Leo tuna kituo chetu hicho. Sasa nyinyi mnataka viongozi mambumbulala, mnataka mpeleke mtu wa kwenda kukaa kule. Watu wanauliza, Pina ni mkali, wewe ulitaka nifanye nini? Kisesa wewe. Wanataka watu waende kushusha bei ya pamba kule, mimi nikawapigia makofi. Watu waibe fedha za wagonjwa, mimi nikawapigia makofi. Leo haya maendeleo yote mlioyapata leo mnayojivunia ni usimamizi mzuri, hatua kwa hatua. Bamayo epuna gidelo makengweze mnoro gatala omwa isoda kago mwitekera masumuga ngwalo malanji gonzenga jishabu elo nale molagera mzengo mbiro kale sabagole ligongoli
bigwe mabima byogukaya abana biye homa nawe. Mwandoya oye! Kwa hiyo ukichagua mbunge hauchagui mambo mengine. Haya mengine yanazungumza olile kaleno. Hivi mkachagula kama bunge wakuja kujoria? Mnachagua mbunge wa kazi au mbunge wa kwenda kula? Si mbunge wa maendeleo? Leo kijana wenu simekaa miaka 20. Ingekuwa ni kula, si ningekuwa na kitambi kikubwa. Leo hamna hata cha kusingiziwa. Mwandoya oye! Mbunge wa wajane, mbunge wa yatima, mbunge wa maskini, mbunge wa walemavu, mbunge wa wanyonge, mbunge wa watu wanaodhulumiwa, mbunge na mtetezi wa watu walioonewa na kudhulumiwa hawezi kutafuta ubunge kama ajira. Ubunge sio ajira. Ubunge ni matatizo makubwa. Kila siku uko barabarani. Kila siku uko barabarani. Kila siku wewe uko na msiba. Kila siku wewe uko na matatizo makubwa. Wakidhulumiwa wananchi wako, umedhulumiwa wewe. Hasa mnataka mbunge eti watu wafanye wanayoyafanya, si tuwachekelee tu. Sio mimi Mpina, hapana. Endeleeni kuweka vijana wabunge wachapakazi, endeleeni kuhakikisha, na tutaendelea kuwatetea kuhakikisha kwamba maendeleo yanapatikana. Wale yoyote yule mwingine atakayekaa barabarani tunashughulika naye. Na ndio maana nasema maendeleo mengi mmeendelea kuyapata kwa sababu ya usimamizi makini. Tunataka elimu, vijana wasome, hakuna suluhu. Tunataka maji, hakuna suluhu. Tunataka afya, hakuna suluhu. Tunataka miundombinu ya barabara, miundombinu ya mawasiliano, miundombinu ya umeme, hatuna suluhu. Na hata hao maadui wote wanaotuandama hatuna suluhu nao. Mwalimu Nyerere alisema wakati anatangaza vita, wakati anaukaribisha uhuru, alisema tumeonewa kiasi cha kutosha, tumenyonywa kiasi cha kutosha, tumepuuzwa kiasi cha kutosha. Unyonge wetu ndio uliotufanya tuonewe, tunyonywe na tupuuzwe. Sasa tunataka mapinduzi ya kuondoa unyonge ili tusionewe tena, tusinyonywe tena, tusipuuzwe tena. Na sisi hivyo. Na alipoamua kumpiga ndugu Nduli Idi Amin, aliwaambia Watanzania tuna kazi nyingine, kazi moja tu, ni kumpiga ndugu Nduli Idi Amin. Tutampiga, sababu tunazo, na nia tunayo, na uwezo wa kumpiga tunao. Tutampiga mpaka atakapojua Tanzania ni ya watu. Na hatutaki suluhu. Hakuna suluhisho katika hilo. Mpaka tuhakikishe maendeleo yamefanya nini? Kwa hiyo hawa maadui zetu hawa tutaendelea kupambana nao mpaka tuhakikishe maendeleo yamepatikana. Na mimi mmesema madiwani waende wakachukue fomu. Wagombee tena, na waombea na wao wakashinde. Na mimi mmeshaniombea ushindi, mmeshanipa na kibali. Sasa tutaenda kugombea ili kwanza nobo chaguzi doledera. Ingefanyika hata haraka kwa sababu tunachelewa kazini. Dango hajogo miremo, taile kilele chimije lile haholo kwa. Nango uchaguzi ologege haraka turudi. Ili tuyafanye haya yote yaishe, tuanze kufanya kazi. Na nyinyi wananchi wangu naendelea kuwasisitiza. Nimewatakia hapa kilimo chema. Maendeleo mmeyafanya huko vizuri. Leo nyumba zinameremeta, mabati kila sehemu. Hayo ndio nayoyataka mimi. Tukitengeneza bei nzuri ya pamba, isaidie familia. Muuze choroko, muuze nendegwa, muuze mazao yote, mpate faida. Kwa rais tunauchukua, tunaweka. Kwa bunge tunachukua, tunaweka. Mwandoya oye!